Bwana wetu Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu ambao mnanifuatilia sasa hivi, leo niko hapa na omba kwanza nijitambulishe. Majina yangu naitwa Askofu Eliabu Sentozi, askofu wa makanisa ya Gilgal Christian Ministries International, askofu mkuu. Niko hapa kuleta salamu zangu za mwaka mpya, mwaka wa 2026. Kwanza kabisa naomba nitoe shukrani za kipekee sana kwa ndugu zangu ambao tunashirikiana katika kazi ya Bwana katika kanisa hili la Gilgal, kuanzia hapa ninapochunga, familia yangu mwenyewe, lakini pia ndugu zangu wote tunaotumika pamoja ndani ya kanisa la Gilgal maeneo kote matawi yake yalipo. Nilete shukrani nyingi sana kwa watumishi wa Mungu mbalimbali ambao tumefanya kazi pamoja nao katika nyanja mbalimbali za kazi ya Mungu. Nikianza na huduma ya Humata ambayo kwa neema ya Mungu mimi ni katibu mkuu wake, ambayo inajishughulisha na kuombea taifa la Tanzania. Ni shukuru viongozi wangu, kiongozi wangu, mkurugenzi mkuu. Nishukuru watendaji wengine wote katika kamati tendaji, lakini nishukuru wenzangu tunaotumika pamoja katika huduma ndani ya kanda yetu ya Mwanza hapa. Nishukuru ndugu zangu katika umoja wa kanisa jiji la Mwanza, CPCT, wote tunatumika pamoja, umoja wa wachungaji Lemela, lakini na jamii nzima ya marafiki ambao kwa namna moja au nyingine wamefanyika baraka katika kuniwezesha mimi mwenyewe kuweza kutekeleza majukumu yangu ya kichungaji na askofu na ya kiaskofu katika huu mwaka tulioumaliza wa 2025, tukiwa tunategemea wigo mpya kupanuka wa utendaji wetu katika mwaka wa 2026. Naomba baada ya kutoa shukrani nyingi sana, siwezi kumaliza wote, lakini kwa namna moja au nyingine wote ambao wamechangia kwa namna moja au nyingine malengo na makusudi ya kifalme kwa maana ya ufalme wa Mungu tuliofanikiwa kuyatekeleza, ni wapongeze, lakini washukuru pia. Baada ya kusema shukrani zote hizo, ninaomba sasa nilete salamu zangu za mwaka mpya 2026 na tuzingatie neno la Mungu katika kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 1 unaosema kwamba katika mwaka ule aliokufa Uzia, narudia tena, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake zikajaza hekalu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Mfalme Uzia ni mfalme ambaye alitawala katika ufalme wakati ulikuwa ukiitwa Yuda, na alitawala wakati nabii wa Mungu wa kipindi hicho alikuwa akiitwa Isaya, ndio hasa alikuwa akitabiri katika taifa la Yuda. Na Yuda mnafahamu kwamba ulikuwa ni ufalme mmojawapo katika falme mbili zinazounda Israeli au makabila 12 ya Israeli, kwa maana kulikuwa na ufalme mwingine ulikuwa unaitwa Israeli wenye kabila 10, lakini na Yuda pia yenye kabila 2. Na Isaya alikuwa nabii katika enzi za wafalme kadha wa kadha. Wa kwanza akiwa ni Uzia mwenyewe, aliyefuata akiwa ni Yotham, aliyefuata akiwa ni Ahazi, na aliyefuata wa mwisho akiwa ni Hezekia. Katika enzi za wafalme wote hawa wanne,
Isaya alikuwa nabii, na Isaya anasema baada ya kufa kwa Uzia mwaka ule, wazo langu kubwa si Uzia kufa, wazo langu kubwa katika salamu zangu ni mwaka. Nachotaka kusema ni kwamba kila mwaka unapokuja, Mungu anakuwa na jambo la mwaka huo. Mungu anakuwa na agenda ya mwaka huo. Ulimwengu wa roho mara zote unajua kwamba miaka inapobadilishana, kuna mambo yanabadilishana. Watu wanaanza kutazamia baraka katika maeneo ambayo waliishi katika maisha yanayofanana kama yalikuwa ya laana. Watu wanaanza kutazamia uwepesi katika maeneo ambayo mwaka uliotangulia walikuwa naona ugumu. Watu wanaanza kutegemea ushindi katika maeneo ambayo walikuwa wakiona mwaka uliotangulia wanakutana na kushindwa kwingi, na kadhalika na kadhalika. Kwa sababu hiyo, Mungu anapobadilisha nyakati za miaka, anabadilisha wakati mwingi na kazi anazozitenda miaka inapopishana. Na wafalme wa Israeli walikuwa wanalijua jambo hilo. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Samueli wa pili unagundua kwamba wakati mwaka ukianza, wafalme walikuwa wakitoka kwenda kwenye vita, kwa sababu walikuwa wanataka kupanua himaya zao. Mwaka umeanza, walikuwa wanataka kupata mataifa watakayoyashinda na kuyatawala, halafu wayatoze kodi, halafu wainue uchumi wao. Kwa wafalme walikuwa wakienda kupigana, si kwa sababu kuna ugomvi wote, lakini ni kwa sababu wanataka jambo jipya litokee katika mwaka. Na Mungu amekuwa akiachilia baraka nyingi, amekuwa akiachilia agenda nyingi mwaka unapoanza. Mungu amekuwa akifanya mambo mapya, akibadilisha miaka, na mabadiliko ya miaka yanaambatana na mabadiliko ya mambo mengi katika maisha ya watu, ya kihistoria na ya kiroho pia. Kwa hiyo nataka niwatakie ndugu zangu wote mnaofuatilia programu hii ambayo ninatoa salamu za mwaka huu, kwamba Mungu awape mwaka wenye mambo mapya ya baraka zaidi. Mungu awafutie mambo yaliyokuwa mabaya, mambo yaliyowachosha, mambo yaliyowaliza, mambo yaliyowaumiza, mambo yaliyowakatisha tamaa. Mungu akapate kuwashindia hayo na kuwavusha hayo. Unapovukia mwaka huu, vukie baraka za Bwana, vukie wepesi, vukie neema ya Bwana, vukie mafanikio ya kimungu, vukie miaka ya kumjua Mungu na miaka ya kunemeka katika Bwana. Hizo ziwe salamu zangu za mwaka 2026, ninapokuwa ninawakaribisheni nyote kuendelea kuungana pamoja nasi katika utumishi wa Mungu ambao tutaufanya katika mwaka huu. Wale wote mnaotufuatilia vipindi vyetu vinavyoendelea mara kwa mara katika mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari mbalimbali, niendelee kuwashukuru mliokuwa pamoja nasi mwaka 2025. Niwakaribishe tena kuendelea kutufuatilia na kuendelea kubarikiwa na huduma tuzitoazo katika mwaka wa 2026. Mungu awabariki sana. Kama nilivyosema, naitwa Askofu Eliabu Sentozi. Namba yangu ya simu ni 0754 81 72 12. Tutaendelea kuwasiliana tukiwa tunabarikiana katika Bwana. Mbarikiwe sana. Amen.